Ndugu mtazamaji, karibu katika sehemu ya 7 ya simulizi hii nzuri ya kusisimua. Sehemu iliyopita tuliishia Nana amekutana na familia yake. Wakati wanazungumza, ghafla kiumbe wa kutisha alifika pamoja na askari. Tuendelee na sehemu ya 7 ili kujua kitu gani kilifuata. Kabla hatujaanza, naomba like, comment bendera ya nchi yako, subscribe kisha share kwa marafiki zako. Sasa tuanze. Usiku ule ulikuwa mzito sana katika mtaa ule mdogo wa mji wa pwani. Ving'ora vya polisi vilikuwa bado vinapiga nje ya nyumba ya familia ya Nana, na taa kali za magari zilikuwa zinamulika ukuta wa nyumba ile. Ndani ya nyumba kila mtu alikuwa ameganda kwa hofu. Nje ya mlango kulisikika sauti ya kugonga kwa nguvu sana. Ngo ngo ngo. Kiumbe yule wa kutisha alikuwa anaendelea kugonga mlango kwa hasira kubwa. Kila pigo lilikuwa linafanya mlango utikisike kana kwamba ungepasuka muda wowote. Fungueni mlango, askari mmoja alipiga kelele kwa ukali. Mama yake Nana alikuwa bado amesimama katikati ya sebule akiwa ameshikwa na hofu, lakini pia akiwa na ujasiri wa ajabu. Alimwangalia mume wake kwa sekunde moja, kisha akavuta pumzi ndefu. "Wacha mimi nifungue," alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye msimamo. Polepole alitembea kuelekea mlangoni. Kugonga bado kulikuwa kunaendelea kwa nguvu. Alipofika karibu na mlango, alisimama kwa sekunde moja akikusanya ujasiri wake. Halafu akafungua mlango. Mlango ulipofunguka, askari kadhaa walikuwa wamesimama nje wakiwa na silaha. Nyuma yao ilisimama ile sura ya kutisha ya kiumbe yule aliyekuwa akiwatafuta. Lakini kabla hata mama Nana hajatoa salamu yoyote, askari mmoja alianza kuongea kwa sauti ya mamlaka. "Kuna watu tunawatafuta na tuna taarifa kuwa wamekuja hapa," alisema kwa ukali. Kisha akaongeza, "Tunaomba kuingia ndani kufanya ukaguzi." Mama Nana alimtazama askari yule machoni bila kuonyesha hofu. Kwa sauti ya ujasiri alisema, "Hakuna mtu aliyekuja hapa kwangu." Askari yule alikunja nyusi kidogo. "Mama, tafadhali usifanye kazi yetu iwe ngumu," alisema. "Tuna taarifa sahihi." Lakini mama Nana alitikisa kichwa. "Mmekosea," alisema kwa sauti thabiti. "Humu ndani hamna mtu." Askari wale waliangaliana. Mmoja wao alijaribu kusogea mbele kidogo. "Tafadhali mama, turuhusu tuingie ndani tuhakikishe," alisema. Lakini mama Nana alisimama imara mbele ya mlango. "Hapana," alisema kwa mkazo. "Hamtaingia ndani ya nyumba yangu bila sababu." Maneno yale yaliwafanya askari wale waangalie upande wa kiumbe yule aliyekuwa amesimama nyuma yao kimya akiwatazama. Uso wake ulikuwa umejaa hasira. Macho yake yalikuwa mekundu kama mtu aliyekuwa tayari kufanya kitu kibaya. Kwa sauti nzito na ya kutisha alisema, "Wako humu." Mama Nana hakurudi nyuma hata kidogo. "Nimesema hakuna mtu," alisema kwa ujasiri. Lakini ghafla kiumbe yule alisogea mbele kwa hasira. Bila huruma alimshika mama Nana na kumsukuma pembeni kwa nguvu. Mama Nana alipoteza usawa na kuanguka chini vibaya sakafuni. "Usituzuie!" kiumbe alipiga kelele kwa hasira. Askari na walinzi waliokuwa nyuma yake waliingia ndani ya nyumba kwa haraka. Ndani ya nyumba palijaa haraka watu waliokuwa wanakimbia huku na kule wakianza kufanya ukaguzi. Walifungua milango ya vyumba. Walichungulia chini ya vitanda. Walifungua makabati. Walitafuta kila kona ya nyumba ile. Kiumbe yule alikuwa anatembea kwa hasira kutoka chumba kimoja kwenda kingine akitafuta kwa macho makali. Lakini baada ya muda mfupi kitu cha ajabu kilianza kuonekana. Hakukuwa na mtu. Hakuna Nana. Hakuna Amanda. Hakuna Doris. Ndani ya sebule walikuwa wamebaki watu wawili tu. Baraka pamoja na Benjamin walikuwa wamekaa kwenye sofa wakitazama televisheni kana kwamba hakuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Baraka alikuwa ameshika remote ya televisheni huku akigeuza vituo. Benjamin alikuwa amekaa pembeni akitazama screen kwa utulivu. Walionekana hawana wasiwasi hata kidogo. Kiumbe yule alisimama katikati ya sebule akiwatazama kwa hasira kali. "Wako wapi?" aliuliza kwa sauti nzito. Hakuna aliyemjibu. Aligeuka kumtazama Manana aliyekuwa bado amekaa chini baada ya kusukumwa. Kwa hasira zaidi alipiga kelele, "Hawa watu wako wapi?" Alikaribia karibu zaidi. "Mmewaficha wapi?" Askari wale waliendelea kutafuta kila kona ya nyumba ile tena kwa haraka zaidi. Walipanda mpaka juu ya dari. Walifungua hata ghala ndogo la nyuma ya nyumba.
lakini hakuna hata mmoja wao aliyepatikana. Baada ya dakika kadhaa za kutafuta bila mafanikio, askari mmoja alimgeukia kiumbe yule. "Hatujawapata," alisema kwa sauti ya tahadhari. Maneno yale yalifanya hasira ya kiumbe iongezeke zaidi. Alisimama kimya kwa sekunde chache, huku macho yake yakizunguka nyumba nzima kana kwamba anafikiria kitu. Halafu akasema kwa sauti ya kutisha sana, "Hawawezi kuwa mbali." Nje, magari ya polisi yalikuwa bado yameizunguka nyumba ile. Na kiumbe yule alijua jambo moja tu. Nana, Amanda na Doris walikuwa wametoroka. Lakini aliapa moyoni mwake kwamba asingeacha kuwatafuta mpaka awapate. Wakati askari na kiumbe wa kutisha wakiwa bado wanaendelea kupekua nyumba ya familia ya Nana, upande mwingine wa mji kulikuwa na tukio tofauti kabisa linaendelea. Giza la usiku lilikuwa bado limetanda kila sehemu. Katika njia nyembamba iliyokuwa inaelekea baharini, watu 4 walikuwa wanakimbia kwa haraka sana. Walikuwa ni Nana, Amanda, Doris na Mzee Chiro. Miguu yao ilikuwa imechoka sana, lakini hawakuwa na chaguo lingine zaidi ya kuendelea kukimbia. "Harakisheni," Mzee Chiro alisema kwa sauti ya chini lakini yenye haraka. Alikuwa anaangalia nyuma mara kwa mara kuhakikisha hakuna mtu anayewafuata. Mji ule ulikuwa umejaa askari na walinzi wa kiumbe wa kutisha, hivyo walijua wakichelewa kidogo tu wangeweza kukamatwa tena. Nana alikuwa mbele kidogo akiwa anaongoza njia. Amanda alikuwa nyuma yake huku akimshika Doris ambaye alikuwa mjamzito. Doris alikuwa anapumua kwa nguvu sana. "Tafadhali punguzeni mwendo kidogo," alisema kwa sauti ya uchovu huku akishika tumbo lake. Lakini Nana alimwangalia kwa huruma, kisha akasema kwa sauti ya kutia moyo, "Vumilia Doris, tumefika karibu." Baada ya dakika kadhaa za kukimbia katika giza lile la usiku, sauti ya mawimbi ya bahari ilianza kusikika. Maji ya bahari yalikuwa yanapiga ufukweni taratibu. Hatimaye walifika karibu na bandari ndogo ya wavuvi. Kulikuwa na boti chache zilizokuwa zimefungwa kando ya maji. Hakukuwa na watu wengi kwa sababu bado ilikuwa ni usiku sana. Nana alipiga pumzi ndefu ya uchovu. "Tumefika," alisema kwa sauti ya chini. Amanda alikaa chini kidogo kupumzika. Doris naye aliketi huku akishika tumbo lake. Walikuwa wamechoka sana kutokana na kukimbia kwa muda mrefu. Mzee Chiro aliwatazama kwa macho ya huzuni, lakini pia matumaini. Aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa pesa chache zilizokuwa zimekunjwa. Alimpa Nana mkononi. "Hii ndiyo hela nilionayo," alisema kwa sauti ya upole. Nana alizitazama pesa zile kisha akamwangalia Mzee Chiro kwa mshangao. "Baba," alisema kwa sauti ya huzuni. Mzee Chiro akaendelea kusema, "Chukua hizi. Pandeni boti mvuke bahari." Alionyesha upande wa maji. "Mtaenda hadi kijiji cha Mwani. Mkifika huko kesho asubuhi panda gari hadi mjini." Nana hakujizuia tena. Machozi yalianza kumtoka. Alimkumbatia baba yake kwa nguvu sana. "Asante baba, asante kwa kutuokoa," alisema huku akilia. Mzee Chiro alimshika mabega yake kwa upendo. "Usijali kuhusu mimi," alisema. "Kilicho muhimu sasa ni ninyi kuwa salama." Amanda naye alimsogelea Mzee Chiro. "Asante sana mzee," alisema kwa heshima. Doris pia alimwangalia kwa macho ya shukrani. "Umetusaidia sana," alisema polepole. Baada ya mazungumzo yale mafupi, walielekea kwenye boti ndogo iliyokuwa imefungwa ufukweni. Boti ile ilikuwa ya mvuvi mmoja aliyekuwa amelala karibu na vibanda vya wavuvi. Baada ya mazungumzo mafupi na kumpa pesa kidogo, mvuvi yule alikubali kuwavusha. Dakika chache baadaye, boti ilianza kusogea polepole kutoka ufukweni. Safari ya majini ilianza. Usiku ule bahari ilikuwa tulivu, lakini giza lake lilikuwa linatisha. Hakukuwa na mwanga zaidi ya taa ndogo ya boti na mwanga hafifu wa mwezi. Mawimbi yalikuwa yanapiga pembeni ya boti. Nana, Amanda na Doris walikaa kimya wakitazama maji meusi ya bahari. Walikuwa wamechoka sana. Matukio yote yaliyokuwa yametokea siku ile yalikuwa yamewachosha kimwili na kiakili. Doris aliweka kichwa chake begani mwa Amanda. "Naomba tufike salama tu," alisema kwa sauti ya uchovu. Amanda alimshika mkono. "Tutafika salama," alisema kwa utulivu. Safari ile haikuwa rahisi. Mara nyingine mawimbi yalifanya boti itikisike kidogo. Doris alikuwa anaogopa sana. Lakini walivumilia. Usiku ule wote walikuwa baharini wakisafiri polepole kuelekea upande mwingine wa pwani. Hatimaye baada ya masaa mengi kupita,
anga lilianza kubadilika rangi. Mwanga wa asubuhi ulianza kuonekana. Jua lilianza kuchomoza polepole upande wa mashariki. Mbele yao waliweza kuona nyumba ndogondogo za kijiji. Mvuvi aliyekuwa anaendesha boti alisema, hapo ndipo kijiji cha Mwani. Nana alihisi moyo wake unapata nafuu kidogo. Dakika chache baadaye walifika ufukweni. Walishuka kwenye boti. Miguu yao ilikuwa bado dhaifu kutokana na uchovu wa safari. Kijiji kile kilikuwa kimya na tulivu. Watu wachache walikuwa wanaanza shughuli zao za asubuhi. Lakini kwa Nana, Amanda na Doris kila kitu kilionekana kigeni. Walikuwa wageni kabisa katika kijiji kile. Nana alimkaribia mwanamke mmoja aliyekuwa anabeba ndoo ya maji. Samahani mama, Nana alisema kwa heshima. Tunaomba kujua stendi ya magari iko wapi? Mwanamke yule aliwaangalia kidogo kisha akaonyesha upande wa barabara ya vumbi. Fuata ile njia, alisema. Mtaona stendi mbele kidogo. Watatu wale waliangaliana. Safari yao haikuwa imeisha bado. Lakini sasa walikuwa na matumaini mapya. Kwa pamoja walianza kutembea kuelekea stendi ya magari. Baada ya kupata maelekezo kutoka kwa mwanamke wa kijiji cha Mwani, Nana, Amanda na Doris waliendelea kutembea taratibu kuelekea upande aliowaelekeza. Jua la asubuhi lilikuwa limeanza kupanda juu kidogo angani na watu wa kijiji walikuwa wanaanza shughuli zao za kila siku. Wavuvi walikuwa wanabeba nyavu zao kuelekea baharini, wanawake walikuwa wanaenda kuchota maji na watoto wachache walikuwa wanacheza karibu na vibanda vyao. Baada ya kutembea kwa dakika kadhaa, hatimaye waliona eneo lililokuwa na magari machache yaliyokuwa yamepaki pembeni ya barabara ya vumbi. Hapo ndipo ilipokuwa stendi ya magari ya kijiji hicho. Kulikuwa na basi moja kubwa na magari kadhaa madogo yaliyokuwa yanabeba abiria kuelekea miji mingine. Nana aliwaangalia wenzake. Hapo ndipo, alisema kwa sauti ya matumaini. Walitembea hadi karibu na basi lililokuwa limeandikwa Dar es Salaam mbele. Dereva alikuwa amesimama nje akizungumza na baadhi ya abiria. Nana alimsogelea. Samahani kaka, gari hili linaenda Dar es Salaam? Aliuliza. Dereva alimwangalia kisha akajibu, ndiyo, linaondoka muda si mrefu. Nana alitoa zile pesa chache alizopewa na baba yake, Mzee Chiro. Hazikuwa nyingi sana, lakini zilitosha kwa tiketi za watu watatu. Dakika chache baadaye walikuwa tayari wamekaa ndani ya gari. Safari yao ya kuelekea jiji kuu la Dar es Salaam ilianza. Gari lilianza kusonga polepole kutoka kijiji cha Mwani. Nje ya dirisha waliona miti ya minazi, mashamba na nyumba ndogo za vijijini zikibaki nyuma yao. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watatu wale walihisi nafuu kidogo mioyoni mwao. Walikuwa wametoroka na walikuwa wanaenda mbali zaidi na mji ule wa kutisha uliokuwa na kiumbe aliyekuwa anawafuatilia. Amanda aliangalia nje ya dirisha huku akisema kwa sauti ya matumaini, labda safari hii kila kitu kitakuwa sawa. Nana alitikisa kichwa polepole. Natumaini hivyo, alisema. Doris alikuwa amekaa kimya. Uso wake ulionyesha uchovu mkubwa. Safari ya kukimbia, hofu na ujauzito wake vilikuwa vimemchosha sana. Nana alimwangalia rafiki yake kwa huruma. Alinyosha mkono wake na kumshika mkono Doris. Usijali, alisema kwa sauti ya upole. Kila kitu kitakuwa sawa. Doris alimwangalia Nana kwa macho yaliyojaa uchovu. Kisha akatabasamu kidogo. Asante, alisema polepole. Safari iliendelea kwa masaa kadhaa. Walipita vijiji vingi, misitu na miji midogo. Hatimaye jioni ilianza kuingia. Polepole majengo mengi makubwa yalianza kuonekana mbali. Barabara zikaanza kuwa na magari mengi zaidi. Taa za barabarani zilianza kuwaka. Dereva wa gari alisema kwa sauti kubwa, tunaingia Dar es Salaam. Nana, Amanda na Doris waliangalia nje kwa mshangao. Majengo marefu yalikuwa yamesimama kila upande. Magari mengi yalikuwa yanapita kwa kasi barabarani. Mataa ya jiji yalikuwa yanang'aa kila mahali. Kwao, kila kitu kilionekana kipya kabisa. Hatimaye gari lilisimama kwenye stendi kubwa ya mabasi. Abiria walianza kushuka mmoja baada ya mwingine. Nana, Amanda na Doris walishuka pia. Walikuwa wamesimama katikati ya jiji kubwa la Dar es Salaam. Lakini walikuwa wageni kabisa. Hawakuwa na mwenyeji. Hawakuwa na sehemu ya kwenda. Na pesa zao zilikuwa zimekaribia kuisha. Walitembea polepole pembeni ya barabara, wakitazama kila kitu kwa mshangao.
Magorofa marefu yalikuwa yamejengwa kila upande. Magari ya kifahari yalikuwa yanapita kwa kasi. Mataa ya barabarani yalikuwa yanamulika jiji lote. Amanda alisema kwa mshangao, hili jiji ni kubwa sana. Nana naye alitazama huku na kule. Tunahitaji tuanze maisha mapya hapa, alisema. Lakini ghafla anga lilianza kubadilika. Mawingu meusi yalijaa angani. Ndani ya sekunde chache tu upepo mkali ulianza kuvuma. Halafu mvua kubwa ilianza kunyesha. Mvua ile ilianza kwa nguvu sana ghafla. Watu waliokuwa barabarani walianza kukimbia, kutafuta sehemu za kujikinga. Magari yalikuwa yanapita huku maji yakiruka pembeni ya barabara. Nana alipiga kelele, harakisheni! Tutafute sehemu ya kujikinga. Watatu wale walianza kukimbia barabarani huku mvua ikiwanyeshea kwa nguvu. Nguo zao zilianza kuloa haraka. Barabara ilikuwa imejaa maji. Wakati wanakimbia, Doris alikuwa nyuma kidogo kwa sababu ya ujauzito wake. Miguu yake ilikuwa imechoka sana. Ghafla, aliteleza kwenye maji yaliyokuwa barabarani. Akaanguka chini vibaya. Ah! Doris alipiga kelele kwa maumivu. Nana na Amanda walishtuka. Walirudi haraka kumuinua. Doris, uko sawa? Amanda aliuliza kwa hofu. Walijaribu kumuinua, lakini Doris alishika tumbo lake ghafla. Uso wake ulionyesha maumivu makali. Kisha akaanza kupiga kelele zaidi. Ah! Naumia! Alisema kwa sauti ya maumivu makali. Nana alimshikwa na hofu. Doris, nini kinaendelea? Aliuliza kwa wasiwasi. Lakini Doris alikuwa anapumua kwa nguvu sana huku machozi yakimtoka. Mvua ilikuwa bado inanyesha kwa nguvu. Na ghafla Doris alipiga kelele nyingine kubwa zaidi. Nadhani mtoto anakuja. Mvua kubwa ilikuwa inaendelea kunyesha kwa nguvu katikati ya jiji la Dar es Salaam. Maji yalikuwa yanatiririka barabarani huku magari yakipita kwa kasi yakirusha matone kila upande. Katikati ya mvua ile nzito, watu walikuwa wanakimbilia kwenye maduka, vibanda na sehemu za kujikinga na mvua. Lakini pembeni ya barabara, karibu na taa ya barabarani iliyokuwa inamulika hafifu, kulikuwa na tukio la kutisha linaendelea. Doris alikuwa amelala chini barabarani. Alikuwa ameshika tumbo lake kwa nguvu huku uso wake umejaa maumivu makali. Ah! Naumia! Alipiga kelele kwa uchungu. Mvua ilikuwa inamlowesha kabisa. Nana na Amanda walikuwa pembeni yake wakiwa wamechanganyikiwa kabisa. Walijaribu kumuinua lakini Doris hakuweza hata kusimama. Uchungu wa kujifungua ulikuwa umeanza. Na ulikuwa umeanza pale pale katikati ya jiji chini ya mvua kubwa. Tatizo kubwa zaidi lilikuwa moja. Hawakuwa na pesa. Hawakuwa na mtu wa kuwasaidia. Na hawakujua hata hospitali iko wapi. Amanda alianza kufuta machozi yake huku akimtazama Nana kwa hofu. Sasa tutafanyaje Nana? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa inatetemeka. Nana alimwangalia Doris aliyekuwa anapiga kelele kwa maumivu. Moyo wake ulikuwa umejaa hofu na huzuni. Lakini hakujua la kufanya. Dakika chache zilizopita walikuwa wana matumaini ya kuanza maisha mapya katika jiji hili. Lakini sasa walikuwa wamesimama katikati ya mvua bila msaada wowote. Nana alijaribu kusema kitu lakini maneno hayakutoka. Badala yake machozi yalianza kumtoka. Nashindwa, sijui tufanye nini, alisema kwa sauti ya huzuni. Amanda naye alianza kulia. Doris naye alikuwa analia kwa maumivu makali. Kwa muda mfupi, watatu wale walikuwa wamekaa pale chini ya mvua kubwa, wakilia bila kujua hatima yao. Magari yalikuwa yanapita pembeni yao lakini hakuna aliyesimama. Kila mtu alikuwa anakimbilia maisha yake. Lakini ghafla, taa kali za gari moja zilisimama karibu nao. Ilikuwa ni gari kubwa la kifahari aina ya G-Wagon. Rangi yake ilikuwa nyeusi na ilikuwa inang'aa hata chini ya mvua. Gari lile lilisimama polepole pembeni yao. Mlango wa gari ukafunguka. Ndani yake alishuka mwanaume mmoja. Alikuwa amevaa suti ya bluu iliyokuwa imepambwa vizuri na viatu vya bei ghali. Alionekana kuwa mtu mwenye uwezo mkubwa. Uso wake ulikuwa wa utulivu na busara. Jina lake lilikuwa Musa. Musa aliwatazama watatu wale waliokuwa wameloa mvua huku wakilia. Alisogea karibu kidogo. "Kwani nini kinaendelea hapa?" aliuliza kwa sauti ya utulivu. Hakuna aliyemjibu mara moja kwa sababu wote walikuwa wanalia.
Musa alimtazama Doris aliyekuwa amelala chini akishika tumbo. Ndipo akagundua kuwa alikuwa mjamzito. Kwa sauti ya huruma zaidi aliuliza, "Kwa nini mnalia?" Nana alijaribu kujikusanya. Alifuta machozi yake kwa mkono. Kisha akasema kwa sauti ya huzuni, "Tunaomba msaada." Musa alimtazama kwa makini. "Sisi ni wageni katika jiji hili," Nana aliendelea kusema huku machozi yakimtoka. "Na mwenzetu ni mjamzito." Akamwangalia Doris aliyekuwa bado analia kwa uchungu. "Anahitaji kujifungua, lakini hatuna pesa ya kumpeleka hospital." Maneno yale yalifanya Musa akae kimya kwa sekunde chache. Aliwaangalia watatu wale waliokuwa wamejaa hofu na kukata tamaa. Kwa sura yake ilionekana wazi alikuwa mtu mwenye huruma. Hakufikiria sana. Musa alisema kwa sauti ya utulivu, "Haya, pandeni kwenye gari." Nana na Amanda walimwangalia kwa mshangao kidogo. "Twende hospitali," Musa alisema tena. Maneno yale yaliwafanya wote wapate matumaini mapya. "Asante sana," Nana alisema kwa shukrani huku machozi yakimtoka. Amanda na Nana walijitahidi kumuinua Doris kwa upole. Doris alikuwa bado anapiga kelele za maumivu. Kwa shida walimuingiza ndani ya gari la Musa. Ndani ya gari kulikuwa na joto na harufu nzuri tofauti kabisa na baridi ya mvua nje. Musa aliingia kwenye kiti cha dereva na kuwasha gari. Gari la G-Wagon lilianza kusonga kwa kasi kuelekea hospitali. Lakini safari ile haikuwa rahisi. Doris alikuwa anaendelea kulia kwa maumivu makali. Siwezi kuvumilia," alipiga kelele. Amanda alimshika mkono kwa nguvu. "Jikaze Doris," alisema kwa sauti ya faraja. "Tunafika hospitali sasa hivi." Nana alikuwa upande mwingine akimfuta jasho na machozi. "Vumilia kidogo tu," Nana alisema. "Mtoto wako anakuja, kila kitu kitakuwa sawa." Gari lilikuwa linakimbia kwenye barabara za jiji lililokuwa limeloweshwa na mvua. Musa alikuwa anaendesha kwa kasi lakini kwa umakini. Ndani ya gari kulikuwa na kelele za Doris akilia kwa uchungu, huku Nana na Amanda wakijaribu kumtuliza. Gari la Musa lilipita kwa kasi kwenye barabara zilizokuwa zimeloweshwa na mvua kubwa ya jioni ile. Mataa ya jiji yalikuwa yanamulika maji yaliyokuwa yamejaa barabarani, huku magari mengine yakipita pembeni. Ndani ya gari hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa. Doris alikuwa anaendelea kupiga kelele za maumivu, huku akishika tumbo lake kwa nguvu. "Siwezi kuvumilia tena," alisema kwa sauti ya maumivu. Amanda alimshika mkono kwa nguvu akijaribu kumfariji. "Vumilia Doris, tunafika sasa hivi," alisema kwa sauti ya kutia moyo. Nana naye alikuwa karibu yake akimfuta machozi. Musa alikuwa anaendesha kwa umakini mkubwa huku akitazama mbele. Baada ya dakika chache, walifika mbele ya hospitali kubwa ya kifahari iliyokuwa na taa nyingi zinazong'aa. Musa aliingiza gari haraka kwenye lango la hospitali. Walipofika karibu na mlango wa dharura, Musa alisimamisha gari. "Tumefika," alisema kwa haraka. Wauguzi waliokuwa karibu na mlango waliona hali ile na kukimbia haraka kuja kusaidia. Walimfungulia mlango wa gari na kumtoa Doris kwa uangalifu. "Harakisheni, mpelekeni wodini," mmoja wa wauguzi alisema. Doris aliwekwa kwenye kitanda cha hospitali na kusukumwa kwa haraka kuelekea chumba cha kujifungulia. Ndani ya dakika chache tu, wauguzi na madaktari walikuwa wameanza kumpa huduma. Nana na Amanda walibaki wamesimama pale nje ya wodi. Walikuwa wamechoka, wamelowa mvua na pia wamejaa wasiwasi. Musa naye alisimama pembeni yao kwa utulivu. Ukumbi wa hospitali ulikuwa tulivu sana. Saa zilianza kupita polepole. Dakika zikageuka saa. Nana alikuwa amekaa kwenye kiti akishika mikono yake kwa wasiwasi. Amanda alikuwa anatembea huku na kule. "Naomba tu awe salama," Amanda alisema kwa sauti ya chini. Nana alitikisa kichwa. "Mungu atamsaidia," alisema. Musa aliwaangalia kwa utulivu. "Muwe na imani," alisema kwa sauti ya faraja. "Mambo yatakuwa mazuri." Walikaa pale kwa muda mrefu sana. Hatimaye baada ya takribani masaa 5, mlango wa chumba cha kujifungulia ulifunguka. Daktari mmoja alitoka nje. Nana na Amanda waliinuka haraka kwa wasiwasi. "Daktari, hali yake ikoje?" Nana aliuliza kwa hofu. Daktari alitabasamu kidogo. "Habari njema," alisema.
Watatu wale walitazamana kwa matumaini. Amejifungua salama? Daktari alisema. Kisha akaongeza kwa tabasamu, amejifungua mtoto wa kike. Maneno yale yaliwafanya Nana na Amanda wapige kelele ndogo za furaha. Asante Mungu, Amanda alisema huku akifuta machozi ya furaha. Nana naye alitabasamu kwa furaha kubwa. Mtoto na mama wako salama, daktari aliendelea kusema. Mnaweza kwenda kuwaona. Watatu wale waliingia ndani ya chumba cha hospitali. Ndani ya chumba, Doris alikuwa amelala kitandani akiwa amechoka, lakini uso wake ulikuwa umejaa furaha. Pembeni yake kulikuwa na mtoto mdogo aliyefungwa vizuri kwa kitambaa cha hospitali. Nana alisogea karibu. Hongera sana Doris, alisema kwa furaha. Amanda naye alimsogelea. Umefanya vizuri sana, alisema. Doris alitabasamu kwa uchovu, lakini furaha ilikuwa inaonekana wazi machoni mwake. Nana alimchukua mtoto mdogo mikononi mwake kwa uangalifu. Alimtazama kwa makini. Mtoto alikuwa mdogo sana, mwenye ngozi laini na uso mzuri sana. Nana alitabasamu kwa furaha. Ni mrembo sana, alisema kwa mshangao. Kisha akasema kwa shukrani, asante Mungu kwa kumlinda huyu kiumbe. Amanda alitazama tukio lile kwa furaha. Kisha alimgeukia Musa ambaye alikuwa amesimama pembeni kwa utulivu. Asante sana kaka Musa, Amanda alisema kwa shukrani kubwa. Bila wewe sidhani kama tungekuwa hapa. Nana naye alimwangalia kwa shukrani. Ni kweli kabisa, alisema. Asante sana kwa kuokoa maisha ya rafiki yetu. Doris naye alimwangalia Musa kutoka kitandani. Mungu akubariki sana, alisema kwa sauti ya upole. Musa alitabasamu kwa unyenyekevu. Ni sawa tu, alisema. Kilicho muhimu ni kwamba nyote mpo salama. Kwa muda mfupi chumba kile kilijaa furaha na tabasamu. Lakini ghafla Doris alisema jambo lililowafanya wote wamwangalie. Kwa sababu umetusaidia kufika hapa, alisema polepole. Kisha akaongeza, naomba jina la binti yangu utoe wewe. Musa alishangaa kidogo. Wewe ndio umeokoa maisha yetu leo, Doris alisema. Hivyo ningependa wewe ndiye utoe jina lake. Nana alitabasamu na kuunga mkono. Ni kweli kabisa, alisema. Amanda naye alitikisa kichwa kwa furaha. Sisi tunakubaliana kabisa. Wote walimwangalia Musa wakisubiri kwa furaha. Na sasa Musa alikuwa na jukumu la kumpa jina mtoto huyo mpya aliyezaliwa. Ndani ya chumba cha hospitali kulikuwa na utulivu wa furaha. Doris alikuwa amekaa kitandani akiwa amemshika mtoto wake mchanga kwa upole. Nana na Amanda walikuwa pembeni wakitazama mtoto yule kwa tabasamu. Musa alikuwa amesimama karibu nao akiwatazama kwa utulivu. Baada ya Doris kusema kwamba Musa ndiye ampe mtoto jina, wote walimwangalia wakisubiri majibu yake. Musa alitabasamu kidogo. Tabasamu lake lilikuwa la unyenyekevu, kana kwamba hakujiona kuwa amefanya kitu kikubwa sana. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu, jamani dada zangu, sisi ni binadamu, kusaidiana ni kawaida tu. Nana na Amanda walitazamana kidogo. Musa aliendelea kusema, kila mtu anaweza kumsaidia mwenzake kama ana nafasi ya kufanya hivyo. Kisha akavuta kiti kidogo na kukaa karibu nao. Alikaa kimya kwa sekunde chache kana kwamba anakumbuka jambo fulani la zamani. Baada ya muda mfupi akasema tena kwa sauti ya polepole, hata mimi kuna wakati nilikuwa na wakati mgumu sana maishani. Nana na Amanda walianza kumsikiliza kwa makini. Nilikuwa sina kitu, sina kazi, sina pesa. Maisha yangu yalikuwa magumu sana, Musa aliendelea kusema. Alishusha pumzi kidogo. Lakini siku moja nilikutana na mtu aliyenisaidia sana. Doris alimwangalia kwa makini kutoka kitandani. Mtu huyo ndiye bosi wangu kwa sasa, Musa alisema. Alinisaidia sana mpaka maisha yangu yakabadilika. Nana alitikisa kichwa kidogo akimsikiliza. Hivyo nikifikiria kuhusu kumpa mtoto jina, Musa alisema huku akimtazama mtoto yule mdogo. Kisha akaendelea, naona tumpeleke mtoto kwa bosi wangu, yeye aliyenisaidia mimi, ili yeye ndiye ampe jina. Maneno yale yaliwafanya Nana na Amanda waangalie kwa mshangao kidogo. Ni mtu mzuri sana, Musa aliendelea kusema. Ni mtu mwenye moyo mkubwa sana wa kusaidia watu. Kisha akaongeza jambo jingine lililowafanya watatu wale washtuke kidogo. Na kwa sababu ninyi hamna sehemu ya kuishi, nina uhakika anaweza kuwasaidia kuwapa hifadhi.
Ndani ya chumba palikaa kimya kwa sekunde chache. Nana, Amanda na Doris walitazamana. Walikuwa wageni kabisa katika jiji la Dar es Salaam. Hawakuwa na nyumba, hawakuwa na ndugu, na hawakuwa na pesa nyingi. Maneno ya Musa yalionekana kama tumaini jipya. Lakini Nana bado alikuwa na wasiwasi kidogo. Alimwangalia Musa kisha akauliza kwa tahadhari, "Una uhakika anaweza kutusaidia wote watatu?" Musa alitabasamu kwa kujiamini. "Ndiyo," alisema kwa uhakika. "Ni mtu mzuri sana." Kisha akaongeza kwa sauti ya heshima, "Sijawahi kuona mtu kama yeye katika dunia hii." Amanda alionekana kushangaa. "Anasaidia watu wengi sana," Musa aliendelea kusema. "Hawezi kuacha kuwasaidia ninyi." Maneno yale yalileta utulivu kidogo mioyoni mwao. Amanda alimshika mkono Musa kwa shukrani. "Tunakushukuru sana Musa," alisema kwa sauti ya upole. "Kama si wewe, hatujui ingekuwaje leo." Nana naye alitikisa kichwa kwa shukrani. "Umetufanyia jambo kubwa sana." Doris alimtazama Musa kwa macho yaliyojaa shukrani. "Mungu akubariki sana," alisema kwa sauti ya uchovu lakini ya furaha. Walikaa pale wakizungumza kwa muda kidogo zaidi. Mazungumzo yao yalikuwa ya utulivu. Kwa mara ya kwanza baada ya mateso yote waliokuwa wamepitia, walihisi kama maisha yanaanza kubadilika kidogo. Baada ya muda Musa alisimama. "Nafikiri ni wakati wangu wa kwenda sasa," alisema. Nana alimtazama. "Unaenda sasa?" aliuliza. "Ndiyo," Musa alijibu kwa utulivu. "Lakini msijali." Kisha akaongeza, "Kesho nitakuja kuwafuata." Amanda alitabasamu kidogo. "Sawa," alisema. Musa aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa pesa kidogo. Aliweka mezani karibu na kitanda cha Doris. "Hizi zitawasaidia kidogo kwa sasa," alisema kwa upole. Nana alishtuka kidogo. "Hapana Musa, tayari umetusaidia sana," alisema. Lakini Musa alitikisa kichwa. "Chukueni tu," alisema. "Kila kitu kitakuwa sawa." Baada ya kusema hivyo aliwatazama kwa tabasamu la upole. "Mpumzike vizuri." Kisha akageuka na kuelekea mlangoni. Kabla ya kutoka, alisimama kidogo na kusema, "Kesho nitakuja mapema." Mlango ulifunguka na Musa akaondoka taratibu. Ndani ya chumba, Nana, Amanda na Doris walibaki wakimtazama mtoto mdogo aliyekuwa amelala kwa utulivu. Asubuhi iliyofuata jua lilikuwa limeanza kuchomoza juu ya jiji la Dar es Salaam. Mwanga wa jua uliangaza majengo marefu ya jiji huku magari yakianza kujaza barabara taratibu. Ndani ya hospitali, Doris alikuwa amekaa kitandani akiwa amemshika mtoto wake mchanga kwa upole. Nana na Amanda walikuwa karibu yake wakizungumza taratibu. Ghafla mlango wa chumba ulifunguliwa. Alikuwa Musa. Alikuwa amevaa suti safi na tabasamu lake lile la upole lilikuwa usoni. "Habari za asubuhi?" aliuliza kwa sauti ya furaha. Nana na Amanda waliinuka. "Nzuri," Nana alijibu. Doris naye alitabasamu kidogo. "Kama nilivyoahidi, nimekuja kuwachukua," Musa alisema. Maneno yale yaliwafanya watatu wale waangalie kwa matumaini. Dakika chache baadaye walimaliza taratibu za hospitali. Doris alimshika mtoto wake kwa upole huku Nana na Amanda wakimsaidia kutembea. Walitoka nje ya hospitali. Gari lile kubwa la kifahari aina ya G-Wagon lilikuwa limepaki nje. Musa aliwafungulia mlango. "Karibuni," alisema kwa heshima. Waliingia ndani ya gari na safari ilianza. Gari lilianza kupita kwenye barabara za jiji la Dar es Salaam. Walipita maeneo mengi yenye majengo marefu, maduka makubwa na magari mengi. Baada ya muda gari lilianza kuelekea upande wa Masaki. Kadiri walivyoendelea mbele, nyumba zilianza kuwa za kifahari zaidi. Majumba makubwa, bustani nzuri na magari ya gharama kubwa yalikuwa kila mahali. Hatimaye Musa aliingia kwenye lango kubwa la chuma. Lango lile lilifunguliwa polepole. Ndani kulikuwa na jumba kubwa sana la kifahari. Nana na Amanda walibaki wanatazama kwa mshangao. Mbele ya jumba lile kulikuwa na swimming pool kubwa sana yenye maji ya bluu yanayong'aa. Pembeni kulikuwa na magari mengi ya kifahari yaliyopangwa vizuri. Kulikuwa na magari ya rangi tofauti tofauti yaliyong'aa chini ya jua. "Wao," Amanda alisema kwa mshangao. Nana naye alitikisa kichwa polepole.
Hii nyumba ni kubwa sana, alisema kwa sauti ya chini. Musa alisimamisha gari mbele ya mlango mkubwa wa jumba. Wote walishuka. Walitembea kuelekea ndani ya nyumba. Mlango mkubwa ulifunguliwa na mfanyakazi wa nyumba. Walipoingia ndani, wote walishangaa zaidi. Ndani ya nyumba ilikuwa safi sana na nadhifu. Kulikuwa na samani za kisasa zilizotengenezwa kwa gharama kubwa. Sofa kubwa za kifahari zilikuwa zimepangwa vizuri sebuleni. Ukutani kulikuwa na picha za thamani na taa nzuri zilizokuwa zinamulika chumba kwa uzuri. Kila kitu ndani ya nyumba kilionyesha kuwa mwenye nyumba alikuwa mtu tajiri sana. Musa aliwaangalia kwa tabasamu. Karibuni sana, alisema. Jisikieni mko nyumbani tafadhali. Nana, Amanda na Doris walikaa polepole kwenye sofa kubwa. Doris alikuwa bado amemshika mtoto wake mchanga kwa upole. Musa kisha akasema, kaeni hapa mumsubiri boss. Walimwangalia kwa makini. Anakuja muda sio mrefu, Musa alisema. Baada ya kusema hivyo, Musa aligeuka na kuondoka kuelekea upande wa ndani wa nyumba. Sasa ndani ya sebule walibaki Nana, Amanda na Doris. Walikaa kimya kwa muda. Walikuwa wanatazama uzuri wa nyumba ile. Amanda alisema kwa sauti ya chini, hivi huyu bosi wa Musa ni mtu wa aina gani? Nana alitikisa mabega kidogo. Sijui, lakini inaonekana ni mtu mkubwa sana. Doris alimwangalia mtoto wake. Natumaini tu ni mtu mwema kama Musa alivyosema, alisema kwa upole. Walikaa pale kwa dakika kadhaa wakimsubiri. Kimya kilitanda ndani ya sebule ile kubwa. Ghafla, hatua za mtu zilianza kusikika kutoka upande wa ngazi za ndani ya nyumba. Mtu alikuwa anashuka polepole. Watatu wale waliinua macho yao kuelekea upande ule. Na ghafla, mtu huyo alitokea. Alikuwa amevaa suti safi ya rangi ya pinki. Alisimama katikati ya sebule akiwatazama. Sekunde chache zilipita kimya kabisa. Nana, Amanda na Doris waliinuka polepole kutoka kwenye sofa. Nyuso zao zilijaa mshangao mkubwa. Hawakuamini walichokuwa wanakiona. Mbele yao alikuwa amesimama kiumbe yule wa kutisha, ambaye walikuwa wamemkimbia kwa muda mrefu. Alikuwa amevaa suti safi kama mtu wa heshima. Amanda alihisi mapigo ya moyo wake yanaenda kasi sana. Hakuweza kuvumilia mshtuko ule. Ghafla macho yake yaligeuka, miguu ikaishiwa nguvu. Alianguka chini. Amanda alipoteza fahamu. Nana na Doris walipiga kelele kwa hofu. Lakini kiumbe yule wa kutisha alisimama pale kimya akiwatazama. Na tabasamu la ajabu lilionekana usoni mwake. Safari ya Nana, Amanda na Doris imekuwa ndefu sana. Imejaa hofu, mateso na majaribu makubwa ambayo hakuna hata mmoja wao aliyewahi kufikiria angepitia katika maisha yake. Walitoroka kasri la kiumbe wa kutisha usiku wa giza, wakikimbia bila kujua hatima yao itakuwa nini. Walikimbia mitaani huku wakifuatwa na askari, walivuka bahari kwa hofu kubwa, walifika katika kijiji wasichokijua, na hatimaye wakaingia katika jiji kubwa la Dar es Salaam wakiwa wageni kabisa. Katika jiji hilo kubwa, walipitia wakati mgumu sana. Walikuwa hawana pesa, hawana nyumba, wala mtu wa kuwasaidia. Na katika hali hiyo ngumu zaidi, Doris alipata uchungu wa kujifungua katikati ya mvua kubwa. Ilikuwa ni wakati ambao walihisi kama dunia imewageuka. Lakini katika giza lile la matatizo, msaada ulitokea mahali ambapo hawakutarajia. Musa, mwanaume mwenye moyo wa huruma, ambaye alisimama na kuwasaidia bila kuwajua. Aliwapeleka hospitali, akamsaidia Doris kujifungua salama, na akawa tumaini jipya katika maisha yao. Kupitia Musa, mtoto mzuri wa kike alizaliwa. Mtoto ambaye alikuja duniani katikati ya mateso, lakini akiwa na baraka mpya ya maisha. Lakini walipofikiria kuwa sasa hatimaye mateso yao yameisha, ukweli wa kutisha ulijitokeza. Mtu ambaye Musa alisema ni bosi wake, mtu ambaye wangeenda kwake kupata hifadhi na maisha mapya. Alikuwa kiumbe yule yule wa kutisha ambaye walikuwa wanamkimbia kwa muda mrefu. Yule ambaye alikuwa akiwafuatilia. Yule ambaye alikuwa akiwatesa. Yule ambaye walifikiri wamemtoroka milele. Sasa alikuwa amesimama mbele yao tena. Lakini safari hii sio kama mnyama anayewawinda, bali kama tajiri mwenye mamlaka makubwa katika jiji. Swali kubwa linaanza sasa. Je, Musa alijua ukweli kuhusu kiumbe huyo? Au naye alikuwa anafanya kazi kwa mtu ambaye hajui uovu wake?
Je, Nana, Amanda na Doris wataweza kutoroka tena kutoka mikononi mwa kiumbe huyo? Au safari yao yote ya kukimbia imewaongoza kurudi pale pale walipokuwa wanajaribu kutoroka? Na mtoto mchanga aliyezaliwa atakuwa mwanzo wa matumaini mapya, au atakuwa sababu ya hatari mpya inayokuja? Hadithi bado haijaisha. Hii ilikuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi hii yenye msisimko, siri na hofu. Lakini ukweli mkubwa bado haujafichuka, na safari ya wahusika wetu bado inaendelea. Je, nini kitatokea katika sehemu ya 8? Kwa heri, tukutane sehemu ya 8.